Kwenye mechi za hatua ya fainali hakuna ushindi mkubwa wala ushindi mdogo. Kwenye mechi ya hatua ya fainali hasa ya michuano ya Afrika, kila ushindi una thamani kubwa. Kila ushindi una count kuelekea hatua inayofuata. Sisi kama Simba tunayo furaha kubwa kwa ushindi tuliopata, na unatupa nguvu na morali ya kujipanga kuelekea katika mechi inayofuata, mechi ya marudiano. Na kwa lugha nyepesi tu naweza kusema ya kwamba Simba tunanukia kwenye hatua ya fainali. Ukiangalia kwa mfano mechi za jana za ligi ya mabingwa Afrika, mechi zote mbili za hatua ya nusu fainali, hakuna hata timu moja ambayo imepata walau goli moja katika timu zote 4 na mechi zote mbili. Hii ni dhahiri shahidi ya kwamba hii ni hatua ngumu kweli kweli, ambapo utakachokipata hauna budi kujipongeza, kumshukuru Mungu na kujipanga kwenda kumalizia kazi katika mechi inayofuata. Matarajio na matamanio ya watu ilikuwa ni kupata ushindi mkubwa, kwa maana ya magoli 2, 3 na kuendelea. Hiyo ndio ilikuwa hitajio la watu. Goli moja wanaona bado halijawakata kiu, lakini mimi niwaambie wana Simba, goli hili moja ambalo tumelipata leo hapa uwanja Amani litatupeleka fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kazi kubwa vijana wetu wameifanya, wanastahili pongezi, na wala mwana Simba asiingiwe na ubaridi ya kwamba tumepata bao moja basi shughuli yetu imeishia hapa. Mimi niwaambie wana Simba, goli moja tulilopata katika mechi ya leo lina maana kubwa mno, lina umuhimu mno, ni goli lenye thamani kubwa mno, na ni goli ambalo litatupeleka fainali ya Afrika msimu huu. Watu wala wasiwe na wasiwasi. Hawa sio aina wapinzani wa kumnyima Simba fainali ambayo tumeisubiri kwa zaidi ya miaka 22. Hawa wapinzani sio wapinzani wa kutufanya sisi tukakatisha safari yetu ya mafanikio ya kwenda fainali. Hawa ni wapinzani ambao wako ndani ya saizi yetu kabisa, na tulichokipata leo kina maana kubwa kweli kweli kuelekea mechi ya marudiano. Kwa ufupi tu niseme ya kwamba hatuishii hapa na iona fainali. Semaji nusu fainali ya kwanza kwa Simba, mara baada ya miaka mingi tunapata ushindi wa goli moja. Pengine ni ugumu wa hatua hii tofauti na hatua zilizopita? Yaani ugumu wa hatua hii, ukiangalia hata Stellenbosch mwenyewe amefuzu kuja hatua ya nusu fainali kwa goli moja tu dhidi ya Zamalek. Kwa hiyo hatua kama hizi, robo fainali na kuendelea, ni hatua ngumu kweli kweli ambazo unachokipata kina maana kubwa kweli. Laiti kama tungekuwa tumefungwa mechi ya leo au tumetoka sare mechi ya leo, tungeweza kuanza kujiuliza inakuwaje, lakini as long as tumepata ushindi katika mchezo wa leo, tunayo confidence kubwa kweli kweli ya kwamba mnyama anavuka na kwenda fainali. Ugumu wa hatua hii ndiyo ambayo umepelekea mechi kumalizika kwa namna hiyo. Kwenye hatua ya nusu fainali usitegemee utamfunga mtu goli 6, goli 5. Hizo ni hatua za group stage hizo. Unaweza kumkamata mtu kamkaanga kweli kweli, lakini ukishavuka kwenda robo fainali, kwenda nusu fainali, hizo huwa ni hatua ngumu kweli kweli ambazo zinaamuliwa na matokeo machache mno, either kwa goli moja, goli 2, ama wakati mwingine hata kwa matuta. Lakini kwa Simba Sports Club ambacho tumekipata hii leo kinatuvusha. Ya, kwa kweli Mpanzu ameendelea kuonesha ubora wake. Kwenye kila mechi anaonesha improvement ya hali ya juu mno. Ni dhahiri shahiri ya kwamba miguu na akili ya Mpanzu ni vitu ambavyo wana Simba tunavihitaji sana kutupeleka fainali, na as long as timu yetu ina elimu Mpanzu, sioni Simba hii ikiishia hapa. Yani hakuna namna yeyote Stellenbosch hata kama atakuwa nyumbani kwako akatufunga goli 2 bila, Simba ya hivyo sioni ndugu yangu Msabaha. Simba ya hivyo sioni Zai. Simba ya kufungwa goli 2, Simba ndani kuna Mpanzu, Simba ndani kuna Abdulrazak Hamza, ndani kuna Musa Kamara. Simba ya kufungwa goli 2-0, Simba hiyo haipo. Na hili halihitaji ramli kubwa.
linahitaji historia fupi tu. Tumeanza safari yetu na Al Ahly Tripoli bila nyumbani kwao, tukamkaanga 3-1 Benjamin Mkapa. Tumeenda kwenye group stage, mechi za ugenini na kutajia namna ambavyo Simba tumefanya ukatili mkubwa ugenini safari hii. Tulianzia Constantine tukafungwa 2-1. Tukaenda Sfaxien tukashinda 2-1 bila. Tukaenda Angola sare ya 1-1. Tukaenda Misri tukafungwa 2 bila. Nyumbani kwetu tukarudisha 2, tukaenda kwenye matuta. Kwa mimi sioni Simba ya kwenda kutawaliwa Afrika Kusini. Sioni Simba ya kwenda kufungwa bao 2 bila Afrika Kusini. Simba hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, ninawahakikishia Simba hiyo haipo na mnyama anakwenda fainali. Orlando Pirates pale Afrika Kusini waliweza kuitikisa Simba kwa nyakati zile. Tahadhari gani mnaichukua sasa mnarudi kwenye ardhi ile? Ya historia inamata. Mara 2 tumepoteza robo finali kwenye ardhi ya Mkabulu, ardhi ya Mzulu, ardhi ya Mandela, ardhi ya Afrika Kusini. Sasa hiyo inakuwa kama wanasema kichocheo, kitu ambacho kinatuwezesha sisi kupata nguvu ya kwenda kufanya vizuri. Na mechi hii inataka kufanana na mechi ya Orlando. Tulimtandika bao 1 hapa, akaenda kwao akarudisha 1, tukaenda kwenye matuta tukang'olewa. Sasa ile Simba ile na Simba hii ni tofauti sana. Hii ni Simba ambayo ina mambinu mengi na mautala mengi ambayo yanatupa sisi ujasiri ya kwamba Stellenbosch, na hata ukiweka kwenye mizani Stellenbosch na Orlando ni timu mbili tofauti. Sasa Orlando tuliweza kumdindia, tukaenda mpaka matuta, tukatolewa kwenye penati. Sasa basi huyu Stellenbosch tunaweza kumsimamishia shilingi vizuri tu. Hili wala alihitaji jirani kuja kutusaidia. Mtaji majirani. Hili wenyewe Simba Sports Club tunaliweza. Tunamsimamishia shilingi yule pale kwake, hata amini macho yake. Nafasi ya hatua imeonekana. Umelipata pengine mchezo huu ambao umeonyesha leo inatoa taswira gani katika mchezo wa marudiano? Mechi ya marudiano Simba anakwenda finali. Hiki ndio kitu Betha ningependa kuhakikishia na ukawaambie wa Tanzania. Simba pamoja na kupata goli 1 lakini anakwenda finali. Zamia Msabaha kuuliza ule mgoli wa Ahoua ulikuacha katika hali gani wakati unajua uzuri wa VAR unafurahia mara 2. Raha ya VAR. Yaani goli likifungwa unafurahia, alafu mwamuzi akienda kureview akija na matokeo positive mnafurahia tena. Sijui mmenielewa hiyo Mara 2 ndo uzuri wa VAR. Baada ya mwamuzi kuitakati walivyoanza tukashangilia pale baada ya goli kuingia. Baadaye ikaenda kwenye VAR tukatulia. Alivyosema weka katikati hapo kwa mara ya pili, tukashangilia tena kwa mara ya pili. Hiyo ndio raha ya VAR. Na Jean Charles Ahoua ni master. Alishajua yule kipalao refu nafanyaje kumfunga, wacha nimpigie ufunguni. Kwa hiyo kapigwa 1 na tambaa kama nyoka kunyafu. Semaji nafasi ya Ahoua ile amekosa. Pia ulikuwa na hali gani pale Panzu kaweka pasi akapunguza wa kwanza, akapunguza kipa, nyavu hizi hapa. Nilikuwa nimeshasimama kushangilia. Na naamini kila mwana Simba, kwa sababu katika maeneo kama yale Jean Charles Ahoua hakuna namna anaweza akakukosa. Lazima ukubali hilo kwamba Jean Charles Ahoua kwenye eneo lile anakuwa na utulivu zaidi ya maji kwenye mtungi. Leo sijui kitu gani kimetokea. Tuseme hayakuwa mapenzi ya Mungu na bahati haikuwa yake. Na mpira una mambo mengi ndugu zanguni. Yes. Sasa nilikuwa nishanyanyuka kusema kwamba kazi na lile goli lilikuwa la mwishoni kabisa. Finali. Goli. Lakini amefanya kazi kubwa ya kumpunguza goli kipa kwenye kupasia tunyavu pale. Ndio ambayo katokea bahati mbaya, ngoma ikaenda nje. Mimi niwaambie wana Simba, hatuna sababu yeyote ya kumlaumu Jean Charles Ahoua. Ametimiza majukumu yake ipasavyo hii leo, ametufungia goli 1 na amekosa goli jingine. Ni hali ya kimchezo, hali ya kimpira, pressure ni kubwa, muda umeisha. Kama itoshi mpinzani anakuja huko nyuma naye anakuja na pressure yake, akakosa utulivu, akapiga nje. Jukumu letu kama wana Simba ni kusimama
na Jean Charles Ahoua. Tusifanye upande mmoja sumu, upande mmoja maziwa. Jean Charles Ahoua anatakiwa kuwa upande mzima maziwa, kwa sababu goli la kwanza amefunga yeye na goli la kumaliza shughuli akakosa. Ni mambo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Tuendelee kumpa moyo, tuendelee kuwapa moyo, kwa sababu tunahitaji akili ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunahitaji miguu ya Ahoua katika mechi ya marudiano. Tunawahitaji wachezaji wetu wote wakiwa kwenye utimamu wao kwenye mechi ya marudiano. Twende tukafuzu Afrika Kusini. Mimi ni wahakikishie tutarudi hapa tarehe 28 ya mwezi wa pili kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mwezi wa 4 tukiwa finali. Semaji pale kwenye VAR check, baadhi ya wachezaji walikuwa wanahamasisha mashabiki kushangilia. Hili ina tafsiri gani? Ya watu wasikae kinyonge, ndio tafsiri yake, na wachezaji wetu walishajua lile ni goli halali. Kwa hiyo maamuzi alivyoenda kucheki kwenye VAR walijua tu hakuna maamuzi ya tofauti. Kwa hiyo wakaendelea kuambia mashabiki wetu kwamba nyie endeleeni na furaha, hii ni chombo, hii ni kamba halali kabisa. Ya Watanzania wanaoishi Afrika Kusini, tuanze kujiandaa. Wale wa Joburg, wale wa Pretoria, wale wa Cape Town na wale wenyeji wetu wa Durban, wote tujikusanye. Tunachokitaka, hii timu haina watu. Kocha alisema kama Azam FC. Yes, kama Azam FC fan. Kama ina mashabiki basi wanaweza kuwa 4. Ambao ni waajiriwa wakiwa ndani. Haina watu. Na bahati nzuri zaidi hawachezei nyumbani kwao Cape Town. Wanakwenda kuchezea katika mji mwingine. Sasa tunachotaka ni kuwa surprise. Yani sisi tuwe wengi zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba mashabiki wa Simba, na uzuri Johannesburg tunatawi pale, wekundu wa Johannesburg. Nichukue nafasi hii kuwaomba wekundu wa Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town, maeneo yote ya mji wa South, sio tu hapo, wana Simba waliopo Zambia, waliopo Botswana, waliopo Uswatini, Zimbabwe, wote tukusanyike kwa pamoja Afrika Kusini kwenda kuipeleka Simba yetu finali. Tukiungamana tukawa wengi, huyu atufunge hata iweje. Nakwambia Atoboi atufunge hata iweje. Sisi tukatolewe na Stellenbosch, tunaiona finali hapa, tutaenda kufia hapo. Nakwambia jana timu yote ya South ilipata goli nyumbani kwake. Na mechi ya marudiano hawatopata goli. Itawageukia. We Simba hatari. Finali hapa. Ulie tena. Yani tuishie kunawa. Kula tusile. Watu watamani kuona tena machozi. Wewe nenda Babati kaka. Haya kuhusu. Nenda Babati.